Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inasema inakataa vitisho na mashinikizo baada ya Trump kutoa wito wa kusitisha uuzaji wa mafuta kwa Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema Tehran inakataa vitisho na mashinikizo baada ya rais huyo wa Marekani kusema kwamba ununuzi wowote wa mafuta ya Iran au bidhaa ya petroli lazima ukomeshwe. Na hii ni kwa mujibu wa vyombo vya habari ambavyo vimeripoti. Rais wa Marekani Donald Trump alisema siku ya Alhamisi nchi au mtu yeyote atakayenunua mafuta au kemikali za petroli kutoka Iran hataruhusiwa kufanya biashara yoyote na Marekani. Nchi au mtu yeyote atakayenunua kiasi chochote cha mafuta au kemikali za petroli kutoka Iran atawekewa vikwazo vya pili mara moja, Trump alisema katika chapisho kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Hawataruhusiwa kufanya biashara na Marekani kwa njia yoyote, sura ama umbo, anaeleza zaidi rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Hata hivyo, mnamo mwezi Aprili ulikuwa ni mwezi wa kikatili kwa hifadhi ya nishati na inaweza kuwa ishara mbaya kwa soko lote. Hifadhi hii ya nishati iliyo na historia ya kurudi tena ipo katika uhatari, kulingana na jinsi vita vya biashara vinavyoweza kuathiri mahitaji ya nguvu na hisa katika nafasi nzuri zaidi. Wakati huu imepunguza utabiri wa mafuta kwa $12 kwa pipa, na taarifa za UPS zinasema kwamba nafasi nzuri zaidi kwa bei zinashuka. Hata hivyo, mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ni kuona mataifa ambayo kuona kwamba mataifa yote yanawekwa, ni kuona kwamba nchi ya Marekani inakuwa na uchumi mkubwa zaidi kuliko taifa lolote ulimwenguni, lakini hasa akialenga mataifa ambayo yana utajiri wa mafuta. Trump mwezi Februari aliamuru kampeni ya shinikizo la juu zaidi dhidi ya Iran ambayo inalenga kuzima kabisa mauzo ya mafuta ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini pia alishutumu Iran katika matamshi yake katika ikulu ya White House siku ya Alhamisi kwa kufadhili makundi ya wapiganaji katika eneo la Mashariki ya Kati. Trump pia alianzisha mazungumzo na Iran nchini Oman mwezi Aprili kuhusu mpango wake wa nyuklia, akisema mwezi Februari kwamba anataka kuzuia Iran kutengeneza mabomu ya nyuklia. Tehran imekanusha kuwa inatafuta silaha kama hizo. Rais Trump alisema mwezi Februari angependelea kufikia makubaliano na Iran wakati wa muhula wake wa kwanza, ambapo aliondoa Marekani kwenye makubaliano ya nyuklia yaliyojadiliwa na Iran na Rais Barack Obama. Maoni ya Trump yanaelekezwa kwa Uchina ambayo inaagiza zaidi mapipa milioni 1 kwa siku kutoka Iran, alisema Scott Model, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ushauri ya Rapidan Energy. Alisema vikwazo vya Marekani haviwezi kuwa na athari kwa mafuta ya Iran kuelekea China, isipokuwa ikulu ya White House inalenga biashara na miundombinu inayomilikiwa na serikali ya Beijing. Matamshi ya rais hayamaanishi mabadiliko katika harakati za utawala kufikia makubaliano mapya na Iran, lakini badala yake anasisitiza imani ya Trump katika mazungumzo kwa nguvu, alisema afisa huyo wa zamani wa CIA akiambia CBN News. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.